Yesu asifiwe. Ni wasalimu katika jina la Yesu, nikiwa natumai ya kwamba kile kipindi ambacho nimefundisha siku ya jana kuhusiana na shule ya ndoa na mahusiano kimekuwa cha msaada sana na umejifunza jambo pale. Siku ya leo ningependa nianzishe niseme series mpya ya kufundisha neno la Mungu, na ningependa nifundishe kuhusiana na somo ambayo inasema ama topic ambayo inasema sababu kwa nini haujafanikiwa. Kila mtu ukimuuliza kwa nini leo hii maisha yako yako hivyo, kwa nini haujapiga hatua, kwa nini haujafanikiwa kwenye area fulani ya maisha. Maana mtu anaweza kuwa amefanikiwa kwenye area moja, lakini kwenye area nyingine akawa bado hajafanikiwa. Kila mtu ukimuuliza kwa nini haujafanikiwa kwenye ndoa, haujafanikiwa kwenye uchumi, haujafanikiwa kwenye masuala tofauti, kuna watu ambao watakuwa wako na sababu kabisa kwamba huyu mtu anajua kwa nini hajafanikiwa. Aidha ile sababu inaweza kuwa ya ukweli ama ikawa ni ya kusingizia tu, ikawa sio ya ukweli. Lakini kuna watu wengine hawajui kabisa kwa nini hawafanikiwi. Ndio maana nimeona ni vyema nifundishe hii topic ambayo inasema kwa nini haujafanikiwa. Ukielewa kwamba kila Mkristo ama niseme kila mtu tu ako na hamu sana ya kupata mafanikio, maana ukiwa haujafanikiwa hata kuufikisha ujumbe wa Kristo inakuwa sio jambo rahisi. Niseme tu hata sio swala ya kufikisha ujumbe, lakini ukiwa hujafanikiwa unakaa kama kituko. Ndio maana ningependa nitoe sababu kadha wa kadha, ambazo zile sababu inawezekana kuna sababu mojawapo ama mbili ama tatu ambayo imekufanya kwa nini hata siku ya leo haujafanikiwa. Ndio maana nikianza nimesema kwamba kila mtu ako na sababu, ama kuna watu ambao wako na sababu kwa nini hawajafanikiwa. Kuna mtu ambaye utamuuliza kwa nini bwana haujafanikiwa, akwambia bwana mimi sijafanikiwa kwa sababu aliniroga nikiwa mdogo. Mwingine anamuuliza kwa nini hujafanikiwa, na kuambia wazazi wangu hawakunisomesha ndio maana sijafanikiwa. Mwingine anakuambia mimi sijafanikiwa kwa sababu wakati wangu ama fursa yangu bado haijapatikana ya kupata mafanikio. Mwingine anakuambia mimi sijafanikiwa kwa sababu sijui kwa nini sijafanikiwa. Kwa hivyo kuna watu ambao wako na sababu kwa nini hawajafanikiwa, lakini kuna watu wengine bado hawajajua kwa nini bado hawajafanikiwa. Kwa hivyo ukifuatilia somo kwa ukiwa serious na hii somo, nina imani ya kwamba unaweza ukapata sababu yako kwa nini haujafanikiwa. Maana ukipata hiyo sababu kwa nini haujafanikiwa, ndio hapo utapiga hatua na utaenda kwenye mafanikio yako. Sababu ya kwanza ambayo inafanya watu wasije wakafanikiwa ni uwezo wa kuona mambo kwa jicho la kiroho. Yaani kukosa uwezo wa kuona mambo katika ulimwengu wa kiroho, ama yani kukosa uwezo wa kuona mambo vile yalivyo katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo ni sababu kubwa sana ambao inafanya watu wengi wafeli kimaisha na wasije wakafanikiwa. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ibrania mlango wa 11 na mstari wa 3, maandiko yanasema ya kwamba vitu vinavyoonekana vinatengenezwa kwa vitu visivyoonekana. Naomba unisikilize kwa makini, kwamba vitu vinavyoonekana, kama ni hiyo gari ambayo unaiona leo, kama ni hiyo ndoa ambayo unaiona leo, kama ni hizo pesa ambazo uko nazo, chochote ambacho
unachokiona leo uko nacho, ama uko na amani, uko na afya nzuri, hiyo afya uko nayo kwanza, ama uliipata kwanza katika ulimwengu wa kiroho. Ilitengenezewa kwanza katika ulimwengu wa kiroho, ndio ikakuja ikaonekana katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 11 na mstari wa 3, maandiko yasema vitu vinavyoonekana vilitengenezwa, vilifanywa kwa vitu visivyoonekana. Kwa hivyo raw material ya kutengeneza mafanikio yako, ya kutengeneza hicho ambacho unakihitaji, hiyo raw material inatengenezewa katika ulimwengu wa kiroho kwa vitu ambavyo havionekani kwa haya macho ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukienda kanisani leo hii, mchungaji anakuambia kwamba anakuambia uanze kukiri kwa kinywa chako, uanze kutamka kwa kinywa chako, maana ile raw material ambayo inatumikanga katika kutengeneza vitu vitokee katika ulimwengu wa mwili ni neno la Mungu. Ndio maana Yesu anasema ya kwamba ndio maana maandiko yanasema ya kwamba vyote vilifanywa kwa huyo neno, na pasipo neno hakikufanyika chochote. Hata Mungu alipokuwa anaumba ulimwengu, mbingu na nchi, alitumia maneno katika kutengeneza. Ndio maana Paulo baadaye anakuja anasema vitu vinavyoonekana huwa vinatengenezwa kwa vitu visivyoonekana. Kwa hivyo ukitaka kuumba utajiri wako, ukitaka kuumba mafanikio yako, lazima utumie kwanza neno la Mungu kama raw material, ambao ile neno la Mungu alionekani, lakini yani ni baadhi ya vitu ambavyo havionekani, lakini as long as umetengeneza katika ulimwengu wa kiroho, inakuanga ni swala ya muda tu, vile vitu vinakuja kuanza kuonekana katika ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo uwezo wa kutoona vitu katika ulimwengu wa kiroho, ama uwezo wa kushindwa kutengeneza vitu katika ulimwengu wa kiroho, ni sababu kubwa sana ambayo imefanya watu wasije wakafanikiwa katika hii dunia tunaishi. Wachawi kila wakati wananuiza maneno, wanafanya ibada ili wasababishe vitu katika ulimwengu wa nyama. Lakini mtu ambaye ameokoka, ametulia, analala, anakula, ametulia, kwa nini wasije wakatushinda? Kwa sababu wenyewe wanajua kusababisha. Wanajua kwamba hizi vitu vinavyoonekana lazima vitengenezewe katika ulimwengu usioonekana, lazima vitengenezwe kwa vitu visivyoonekana, ndio baadaye vinakuja vinaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo maombi yako, ama niseme kwamba pamoja na kuwa unaingia katika maombi yako hayafai kuwa controlled na kile ambacho unachokiona, kile ambacho unakiona mbele yako. Eti kwamba unaomba na alafu tuseme unaombea upate pesa, lakini hiyo siku unakosa kuwa na chakula, unakuwa umeishiwa kabisa. Maombi yako hayafai kuwa controlled na vitu zile ambazo unaziona kwa macho yako, ama zile vitu ambazo zinaapia. Mara nyingi shetani akitaka ufeli na usipate kile ambacho unatakiwa kuwa nacho, huwa anakuonyeshanga uhalisia. Ndio maana wana wa Israeli, maandiko yanasema ya kwamba walipoona bahari ya Shamu mbele yao, walianza kumlilia Musa. Lakini wakati ule ambapo walichukua hatua, wakakanyanga yale maji yakaanza ile jia ikafanyika pale. Wakati ule walipofunga macho ya nje na wakaanza kuenenda kwa imani, yale maji yaliwaachia. Wakati ule walipoamini kwamba Mungu amesema tunafaa tuongozwe na nguzo la moto ama wingu, na pale hiyo nguzo imesimama ndio tunafaa kupita, wakaacha kuongozwa kwa kile ambacho wanakiona kwa macho, wakaongozwa na macho ya mioyo yao,
hiyo ndio siku alianza kupiga hatua kimaisha. Bwana Yesu asifiwe sana.